Karibu Tuzo Online. Dabi ya mwisho marefa walitoka nje ya Tanzania. Dabi hii Nasoro Mwinchui ndiye refa wa katikati pale visiwani Zanzibar. Umepokeaje kwanza taarifa za marefa nyumbani kuchezesha hii dabi tofauti na ilivyokuwa dabi ya mwisho? Kwanza ni jambo jema, ni jambo zuri kuona kwamba mechi ya Kitanzania inakwenda kuamuriwa na Mtanzania. Hilo sina ufunalo, ni jambo la kuwapongeza bodi ya ligi, ni jambo la kupongeza kamati ya maamuzi, kuona namna ambavyo mchezo wa Kitanzania kuna haki kwa namna moja au nyingine kwenda kuamuriwa Tanzania. Kwa hiyo kikubwa tu niseme na nimwambie Nasoro Mwinchui, dhamana aliyopewa ni kubwa sana kwenda kusimamia mchezo wa Simba na Yanga. Ni mchezo mkubwa si Tanzania tu, hususan bara la Afrika. Leo hii robo tatu ya Waafrika siku ya Jumapili mnamo 2:30 macho masikio yao yatakaa katika uwanja wa Amani mjini Zanzibar. Kwa hiyo yeye amepewa dhamana kimsingi aende akatafsiri sheria 17 za mpira wa miguu. Yako mambo mawili katika hii mechi Nasoro anakwenda kuyatengeneza. Aidha anaweza kwenda kujitengeneza rekodi nzuri kwenye football, lakini pili anaweza kutengeneza standard ya kuondoka kwenye football. Ili aweze kuweka standard kwenye football, atengeneze CV nzuri na watu wakimuona mtaani wao wanamsalimia kwa bashasha, ende akatafsiri sheria 17 za mpira wa miguu. Binafsi niseme, nisiwe mnafiki, mimi 100% au 60% sina imani na Nasoro Mwinchui. Lakini kwa sababu shirikisho wamemwamini, kwa sababu ya waamuzi wamemwamini, mwache kamati ya waamuzi wamemwamini, mwache akachezeshe mpira. Kikubwa niseme, japo sina imani naye, lakini namwombea dua aende akasimamia sheria 17 za mpira. Dabi nyingi zilizopita mlizofungwa, asilimia kubwa baada ya mechi kumalizika lawama zilikuwa kwa marefali. Unaona dabi hii ikiwa kikwazo pia mkashindwa kupata ushindi? Kwanza niseme, waliyelaumu wana haki ya kulaumu kwa sababu mpira wa miguu ni mchezo wa wazi, kila mmoja anaona. Ukimwona mwamuzi analaumiwa, maana yake ameshindwa kwenda kutafsiri sheria 17 za mpira wa miguu. Tuzo, mpira wa miguu ni mchezo wa hisia. Unauma. Hafu nendeni mkawaambia waamuzi wanaishi na sisi huku Swahilini. Kuna mtu mwingine akubali kila siku kumuumiza. Anaweza akachukua yale maneno ya dini aliyosema alikiswasu hako. Yes. Lakini hatutaki kufikia huko. Kikubwa ni kumwombea dua Nasoro aende kutafsiri sheria 17 mpira wa miguu. Lakini wale watu ambao walikuwa wanalalamika, walikuwa na haki ya kulalamika. Kwa sababu wameona kwamba tafsiri ya sheria 17 haikwenda sawa sawa. Hawana haki ya kulalamika katika hilo. Wanayo. Binafsi niseme, siwezi kumtaja jina. Mimi kuna mwamuzi ameshawahi kukiri kwenye simu. Ni kweli ile mechi sikuwatendea haki Simba Sports. Lakini wakati tunazungumza, Simba ameshafungwa, watu wameshaumia. Leo hii inawezekana wewe kuiumiza Simba, inawezekana ukamuumiza raia Tanzania namba 1 wa nchi. Leo inawezekana kuiumiza Yanga, ukaenda kumuumiza raia namba 1 wa nchi. Maana yake unapopewa dhamana kwenda kutafsiri sheria, hususan kwenye mchezo wa dabi, nenda katafsiri sheria 17, ila kila mmoja aridhike na moyo wake. Mwenye haki ya kufungwa afungwe kwa haki, na mwenye haki ya kushinda kwa haki ashinde. Kifungwa kwa haki wala hamna wasiwasi. Simba hatuna shida. Tukiamini kwamba sheria imetafsiriwa vizuri, tunanyosha miguu, tunaongea na wachezaji wetu au management ya Simba, tunagombana kwa wenyewe, maisha yanafanyaje? Inaendelea. Moja ya kuandaa mitihani ili wafaulu, kwa sababu biashara zao zionekane zinaendelea nini? Vizuri. Ushahidi kwenye wizara zipo. Wako watumishi wa umma wanaondolewa kwa sababu mitihani imefanyaje? Imevuja. Dhamira ile mitihani ni kwenda kufanyaje? Kuandaa watoto waende kufanyaje? Kufaulu. Mtoto mzuri ni yule ambaye unamfuatilia katika kitabu mara ya kwanza mpaka ufaulu wake. Sio mtoto anarudi naye unapiga makofi. Kwanza angalia madaftari yake, ana haki ya kupata A au ameandaliwa. Swali langu ni kwamba unaenda kucheza na Young Africans bora. Singano. Yanga sio bora. Na kama kuna mwana Yanga yote ana ushahidi kwa takwimu kwenye bara la Afrika aje. Juzi Alikamwe anathibitisha kwamba hawa jamaa wamekuwa 8, sisi tumekuwa wa 10. Nani bora kwenye namba 8 na 10 kwenye mpira? Sio mimi. Wewe Singano unapata wapi kauli ya kusema Yanga bora? Nimezungumzia unaenda kucheza na timu bora uwanjani. Wachezaji bora. Shida yako unabadilisha maneno baada ya majibu. Niwaambie wana Simba wasiwe na hofu, wana timu bora, wana timu nzuri, wana timu ya ushindani na inakwenda kupata matokeo siku ya Jumapili. Tuombe jambo moja tu. Allah Subhanahu wa Ta'ala aamshe vizuri wanajeshi wetu. Wakaipambanie Simba kwa 60%. Agea akasimame kwa 60%. Akua akasimame na Aura akasimame kwa 60%. Clatous Chama akasimame kwa 60%. Wallahi Yanga anakwenda kufa katika uwanja Amani.
Kisugu anakwenda kufa kwenye uwanja wa Amani Zanzibar. Kana unaongea rais, mtu ambaye amekufunga mara 6 mfululizo. Hiyo ni historia, na hii leo nataka niiweke sawa sawa. Simba na Yanga kila mmoja na historia yake. Sisi tumepiga Yanga mara 5 mfululizo. Kaangalieni historia 2004 mwezi wa 7. Goli la Yanga anafunga Pichu Kongo. Goli la Simba anakwenda kufunga Shabani Kisiga. Goli la Simba anakwenda kufunga nani? Ulimboka Makinge. Miaka 5 mnaizungumza hiyo. Hatuzungumzii historia hapa. Hapa tunazungumzia uhalisia kwenye mechi ya Jumapili. Wewe unajua hiyo historia? Kaangalia 2004 mpaka 2005 Yanga anapigwa mara 5 mfululizo. Yanga gani anakataa duniani aje? Hii msemi kwa sababu nyinyi waandishi hasa wewe Singano mnafiki. Wale mnafikuna sarasa. Harama za mnafiki ngapi? Wewe moja unayo Singano, kataa nikupe. Unaenda kukutana na Dep, mashine ya mabao. Anasema hiyo mechi watu waacha salama. Sisi. Na naomba waandishi wa habari watafuteni watu wa Yanga siku. Tuweke mdahalo kila mmoja akaizungumzia historia yake. Leo waandishi mmeshika, mmefungwa mara 5, mmefungwa mara 6. Wao hawajapigwa hizo mara. Hawajapigwa. Mimi nakupa ushahidi sasa, utafanya research 2004 mpaka 2005. Tena nimekutajia mechi, goli la kwanza dakika ya 48, maana yake kipindi cha pili. Pichu Kongo, ushawahi kumwona? Mmeshika tu Simba kafungwa mara 6. Na unafiki. Guys, tuna mechi ngumu zidi ya Dar es Salaam Africans. Lakini unaenda kupata matokeo. Dabi haijawahi kuwa mechi nyepesi. Ikatokea maajabu duniani. Kulia wakaekwa kuku, kushoto wakaekwa bata. Alafu wao wakaitwa Simba, hao wakaitwa Yanga. Pata kwenda kuchimbika. Na niwaambie wana Simba, hatuwezi kumfunga Yanga kwa kuendelea kuongea kwenye media hizi. Tunamfunga Yanga kwa vitendo. Hatumfungi Yanga kwenye vijio vya kawa. Biidhnillah, Yanga anakwenda kufa siku ya Jumapili. Wametaka ndio hivyo, hawakutaka ndio hivyo. Vitendo gani unavyozungumzia wewe sasa? Uchawi kwenda kuroga. Mechi mnaenda kuroga. Uchawi upo. Mmeingiza nje ya uwanja. Uchawi upo. Mwenyezi Mungu anatuthibitishia sisi Waislamu kwenye aya 2. Aya ya kwanza Mwenyezi Mungu anamwambia mtume, "Kul a'udhu birabbin nas." Ndani kuna maneno yanasema wa min sharri waswasi. Shekhe, njoo tutengeneze vyombo kidogo. Upo? Niko sawa sawa? Ndio. Uchawi upo. Simba mwenye uwezo wa kuroga akaroge. Ndio. Na maana Yanga muwawezi ndani. Leo mwana Simba yoyote mwenye akili timamu, beba futari yako, beba tambi zako. Chukua mkate wako wa boflo, chukua sukari yako kilo 2, nenda kwa bibi yako. Bibi, nimekuja kukuletea sadaka hiyo bibi. Lakini mimi nina mechi ya Jumapili, tia dua, Yanga afungwe. Mwezi mtukufu Kisugu. Mwezi wa Ramadhani huu. Maulama wale wapo zetu fungwe. Moja katika chuma ambacho kinakwenda kumfunga Yanga kile pale kile. Yule jamaa. Wewe acha. Vita hii. Vita baridi. Ngoja niwaambie story kidogo. Mpira ni vita. Mambo yote yanayopatikana kwenye vita kwenye mpira yanapatikana. Kwenye mpira watu wanakufa na kwenye vita watu wanafanyaje? Wanakufa. Kwenye mpira watu wanakatika miguu na kwenye vita watu wanakatika nini? Miguu. Kwa hiyo tunakwenda kupigana vita baridi. Mimi naamini tukisimama kwenye slogan ya Simba nguvu moja, na kwa idhini ya Mwenyezi Mungu tutakwenda kupata matokeo siku ya Jumapili. Guys, Mwamba narudi Jumatatu saa 6. Yanga kashakufa 4, nacheza kidedea 4 wahida tinina thalatha. Wewe ukiniangalia nichukie tu. Mimi sinasema kama unataka kupinga uje. Unaumia tu. Unaumia nini wewe mnafiki? Ni wazee wa alo tu. Uwezo wa kufunga Young Africans hizo 4 huko. Wewe mzee wa alo tu. Mipango. Tutapambana kuhakikisha kila tobo tunaziba. Hauteja mnaofuta. Wewe Yanga kapiga na Cosmopolitan pale mpira mpupuchu. Ngoma ikakataa ile. Waandishi wakaanza Yanga wameshuka kiwango. Wakamfuata Juma Mgunda kule. Pupuchu bila gimbe, wakaona yeye tutengeneze mipango. Tuwarudishe watu kwenye njia. Kapigwa mtu 5. JKT anaongoza. Halo. Ndio staili yenu. Tunakwenda kuikata staili ya roho visiwani Zanzibar.
kwa mzee Ali Hassan Hussein Mwinyi. Mnachezewa mind game. Pacome amesafiri na timu, taarifa zinaeleza anaumwa, lakini sisi hatuendi kumwangalia mchezaji, tunakwenda kuangalia Dar es Salaam Young Africans. First 11 ya timu wachezaji 11, maana yake Pacome anakuwa mmoja katika hiyo timu. Hatuendi kumwangalia mchezaji, tunakwenda kuiangalia Yanga na tutakwenda kuwafunga. Sugu, kuna taarifa zinaeleza Jonathan Soa amesamehewa na atakuwepo. Simba wana vyombo vyake vya habari, na hili sitaki kulizungumza sana kutoka kwenye leli, na ndio maana mmemtuma Haji Manara aongee yale aliongea. Sisi tunajua michezo yenu ya kitoto hii, endeleeni kucheza michezo ya kitoto, tunaendelea kujipanga. Hatupo kwa ajili ya kumzungumzia mtu, tupo kwa ajili ya kuizungumzia nini? Simba Sports. Jonathan Soa mchezaji wa Simba, tumewasajili wachezaji 28, ukiondoa mmoja 28 abaki ngapi? 26. Ni wanajeshi wako kamili kwenda kuipambania Simba. Nafikiri ni kwa nini Soa amerudishwa Dar es Salaam kipindi? Swali zuri, lakini mtafute Ahmed Ally, nafikiri na majibu mazuri kuliko mimi. Mnamkosa Soa kwenye dabi ya Kariakoo. Mngetamani kumkosa mchezaji mzuri kama huyu kwenye mechi kubwa kama hii? Mechi 5 zote mfululizo Soa hayupo, alikuwa anatumikia adhabu na Simba tulikuwa tunapata matokeo mazuri. Swali la kwa nini Soa kajibu, mtafuteni karudi, mtafuteni Ahmed Ally. Ni pigo kwa Simba. Nimesema Simba na wachezaji 28. Akiondoka mmoja tunabaki wangapi? Sababu ya Selemani Mwalimu endapo akichoka ni Baraka Mwangosi. Mwalimu yupo, anaandaa timu. Na niliwahi kusema muda sio mrefu, kila mmoja alishuhudia mechi yetu jina namna ambavyo tulivyocheza na Dodoma Jiji. Mwalimu yale mazuri ataendeleza kuwa mazuri, na yale mabaya atakwenda kurekebisha kwenye kiwanja cha mazoezi, kuondoka kwenye mabaya kurudi kwenye nini? Mazuri. Game approach ya Jumapili anayejua ni mwalimu Steven Becker. Leo kinaambia mimi akiondoka mwalimu uoni. Kwa hiyo majibu maswali mengine wanauliza si ya kwangu. Nenda kamtafute Steven Becker, ndio yeye anajua ku approach timu yake. Nani atoke, nani afanyeje, aingie. Mimi wajibu wangu ni kuzungumza na wachezaji wa Simba. Niwaambie jambo moja tu, wachezaji wa Simba wamebeba dhamana nafsi za wana Simba. Yawezekana wao ndio wamebeba vifo vya wana Simba, na inawezekana wao ndio wamebeba maisha ya wana Simba. Wao ndio watakaoamua mashabiki wa Simba waishi vipi katika jiji la Mheshimiwa Albert Charamila. Wao kama wanataka kuamua sisi tuendelee kuteseka na kunyanyasika, kudhalilika na kutukana, waendelee. Na ukitaka kutembea sisi kifua mbele, wao wana uwezo wa kutembea. Wewe ndio wakajitoa kaipambania Simba kwenye jasho na damu. Wao. Sisi wengine tutaongea kwenye vyombo vya habari. Tutakwenda Filbiladi Inkana Intadi ila Muru wa Mkugilo kuloga. Tutakwenda Mikele tutaloga. Tutakwenda Shungubweni tutaloga. Tutakwenda Mpafu tutaloga. Lakini mwisho wa siku wao ndio wana uwezo kwenda kutekeleza majukumu. Anisikie vizuri Captain Shomari Kapombe. Anajua maandhari na maandhira magumu kwenye hii mechi. Anajua heri na anajua shari kwenye hii mechi. Wendo akaipambanie Simba. Wendo akawapambanie mashabiki wa Simba ili ile dhana na tafsiri ya unyonge waondoke. Kisugu, nikiwa naondoka na kuachia swali hili moja la mwisho. Jeruti ametimiza ahadi ya mchezaji, lakini asubuhi na mapema leo ameshare akiwa na picha ya kutabasamu akiwa na basi jipya la Msimbazi. Ni kumpongeza. Anafanya kazi nzuri. Na siku zote muungwana sifa yake ya kwanza ambayo wewe Singano una ni kutekeleza ahadi. Sifa ya kwanza ya muungwana ni yule ambaye anakwenda kutekeleza. Singano umekimiza maiki. Kwa hiyo Jeruti kwenda kufanya kile ambacho alichokifanya, mimi naamini kwamba anakwenda kutekeleza yale ambayo Jeruti aliwaahidi wana Simba.